Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kampuni ya Food Information Tanzania FIT imetoa mafunzo ya usindikaji wa mazao ya viungo pamoja na uokaji wa mikate kwa vijana 200 waliopo katika halmashauri ya Morogoro ili waweze kujiajiri na kujikwamua na wimbi la umaskini pamoja na ukosefu wa ajira. Mafunzo ya kuwawezesha vijana hao yamefanyika katika kata za Mkuyuni na Mkambarani kupitia mradi wa SET chini ya ufadhili wa shirika la maendeleo la nchini Uswizi, yani Swiss Contact, kupitia ubalozi wa Uswizi nchini Tanzania, ambapo kwa kata ya Mkuyuni yamefanyika kwa siku 40 huku vijana zaidi ya 70 wakitunukiwa vyeti baada ya kupata ujuzi wa kuongeza thamani katika mazao hayo ya viungo pamoja na uokaji wa mikate, kama ambavyo anaeleza mkurugenzi wa kampuni ya Food Information Tanzania FIT, Bwana Ladislaus Ikombe. Ni mashine ya kusaga viungo mbalimbali, lakini tumeweza kutoa na oven ya kuweza kuoka mikate. Hii ni kuweza kuonesha utayari wa kuweza kufanya hizi kazi. Food Information hatujaja sisi kama sisi. Sisi tumeletwa na Swiss Contact kupitia mradi wao wa SET. Kwa hiyo mgeni rasmi, tunawashukuru sana Swiss Contact kwa kutuona sisi, lakini kwa kundi hili la vijana. Tunawashukuru sana kwa sababu hadi hapa tulipo wameonyesha na wameacha alama katika kata yao. Na nina imani kabisa hao watakuwa ni mfano kwa vijana wengine. Nina imani tutapata historia nao wakati wa kujionea, lakini mpaka sasa hivi wanaweza kutengeneza kuoka mikate. Lakini pia wameweza kufundishwa jinsi ya kufungasha bidhaa zao, lakini wameweza kufundishwa jinsi ya kusimamia masuala ya afya na usalama kwenye majukumu yao. Waliweza kupata fursa ya kushiriki maonesho ya 8 kwa siku moja baadhi yao, lakini kuna safari ya kimasomo ilifanyika ya kwenda kujifunza jinsi wenzao wanavyofanya biashara katika masoko, katika soko kuu Morogoro, lakini hasa walikwenda kwenye kiwanda cha kutengeneza mikate. Akifunga mafunzo hayo kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Morogoro, afisa mtendaji kata Mkuyuni Bwana Kilion John ameahidi kuwawezesha vijana hao kupata mikopo ili waweze kukuza biashara zao, huku mmoja wa vijana waliohitimu mafunzo hayo, Hamisi Ramadhani, naye akitoa neno la shukurani. Inakosa watu ya kuzipata na kuzitumia, na kwa sababu kikundi chenu kimesajiliwa na mna katiba, na katiba ile mle kuna maeneo ya uwezeshwaji wadau mbalimbali na serikali pia kwa ujumla. Hivyo mtaalamu hapa aliyokuja wa maendeleo ya jamii, yaani hiyo ameshalichukua. Mtaalamu umelichukua hujalichukua? Wamelichukua, maana yake akitoka hapa anapelekwa kwa mkurugenzi. Na jambo hili ndugu zangu sio dogo, jambo kubwa. Likifika kwa mkurugenzi kupitia kwenye vikao vyake vya kisheria kwa namna moja ama nyingine, kwamba Mkuyuni wanahitaji gani, mtawezeshwa. Na mkiwezeshwa, mwisho wa siku kama mikopo au uwezeshwaji wote ule, lazima mrejeshe. Mkirejesha ndio mnatanua wigo na kwenye makampuni mengine na taasisi zingine za kifedha. Mwisho wa siku mtakuwa nyinyi mfano wa kuigwa na mtasonga mbele kimaendeleo. Kwa jina anaitwa Hamisi Ramadhani Ruhumba, ni mwanafunzi chini ya FIT ya mradi wa SET. Tupo tunajifunza masuala ya uokaji pamoja na ongezaji thamani mazao ya viungo kupitia usindikaji wa mazao ya viungo. Leo hii tulikuwa katika mahafali ya kuhitimu mafunzo yetu ya siku 40 yaliyoambatana na siku 10 ya mafunzo ya kujitambua pamoja na siku 30 ya mafunzo ya vitendo. Tumeweza kujifunza mafunzo ya vitendo ya usindikaji na uokaji. Sasa tunaweza kuoka mikate, keki pamoja na kutengeneza vitafunwa kama maandazi na vinginevyo. Lakini pia tumeweza kusindika chai masala, pilau masala, mchuzi mixi na viungo vimoja. Hivyo
tunao uwezo wa kufanya hivyo kwa sasa, na tunashukuru sana FIT kutuwezesha kupata huo mradi na mafunzo hayo. Matarajio yetu ni makubwa sana. Kiufupi, tumeweza kuamini kwamba tunaweza tukafanya makubwa. Kwanza tunashukuru kwa wale yote waliotuwezesha wao pamoja na sisi. Juhudi zetu tunasema tutaendeleza pale walipoishia wao, tutaendeleza zaidi na zaidi kuweza kufikia malengo tuliyotarajia. Kwa hiyo tutaendeleza cha kwanza walichotuachia, vifaa walivyotuachia, tutavifanyia kazi, kuzalisha zaidi na zaidi ili tuweze kufikia uzalishaji wa juu na kuweza kukava masoko mengi zaidi, kufikia kuweza kujinufaisha wenyewe. Pia ujuzi huu tutauchukua kwa pamoja, tutauleta kwa mtu mmoja mmoja binafsi aweze kujikwamua yeye mwenyewe kiuchumi zaidi na zaidi. Kwa hivyo kikubwa zaidi tunapenda kushukuru wao kutuletea mradi huu FIT, wakitekeleza mradi huu kutoka kwa ndugu zetu Swiss Contact. Tunawashukuru sana na matarajio ni makubwa na tunawatumaini sana. Mradi huo wa kuboresha fursa za vijana kuweza kujiajiri na kuondokana na umaskini SET umelenga kuwaondoa vijana wasiingie kwenye makundi yasiyofaa, ikiwemo utumiaji wa dawa za kulevya pamoja na mambo mengine yasiyofaa kwa kisingizio cha kukosa ajira na kuishia kukaa vijiweni. Rajab Mokiwa, Moka Media. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.